jambo zito kwa namna moja au nyingine lilotukusanya sisi wote mahali hapa. Ni juzi tukiwa katika hatua za mwisho kushiriki misa ya kumsimika Baba Askofu Jacob Kahemele kule Mbeya. Alfajiri hiyo ndo tunapata taarifa za msiba wa mpendwa wetu na ndugu yetu Charles Hilary. Binafsi nilitekewa kwa muda, alafu nikarudi tena kusema kwamba kwa sababu ilikuwa ni alfajiri sana taarifa nazipata kwamba ni kweli ninaota au ni jambo lilo la kweli. Kwa hiyo nilichukua muda mpaka kuja kulikubali na kulipokea. Kwa hiyo ninafahamu uzito wa jambo hili. Ninafahamu kipindi ambacho tunapita kwa pamoja kwa namna moja au nyingine juu ya kile ambacho Mungu amekiruhusu katikati yetu. Na hivyo nitambua na nithamini uwepo wa kila mmoja wetu katika ibada hii muhimu ya kusindikiza mwili wa mpendwa wetu Charles Hilary. Tambue uwepo wako Mheshimiwa kwa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Albert Chalamila. Tambue uwepo wako mkuu wa wilaya. Tambue uwepo wa viongozi wengine mbalimbali wa serikali. Nitambue marafiki, jamaa na sisi familia kwa pamoja ambao kwa namna moja au nyingine tumeguswa kipekee zaidi sana katika jambo hili ambalo sio jepesi. Nitoe pole kwa mke wa marehemu dada yetu Sara. Niseme pole. Si jambo rahisi, si mwanzo mwepesi kwa jinsi ya kibinadamu, lakini familia na jamii yote kwa ujumla wake. Nitoe pole kwa kanisa la Mtakatifu Bartolomayo Ubungo, kwako kasisi wa mtaa Kanon Ndomba, lakini pia jumuiya iliyokuwa kishiriki Charles, lakini pia umoja wa kina baba ubaki. Nafahamu kwa jinsi gani Charles Hilary alikuwa nguzo, mhamasishaji na mwenye kujitoa katika mstari wa mbele inapohusu swala zima lenye kuhusu umoja wa kina baba katika kanisa hili. Nitoe pole kwa Rais na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuondokewa na mtu ambaye ni muhimu hasa katika nafasi yake kama msemaji wa Ikulu ya Zanzibar. Alipoteuliwa nafasi hiyo hakusita kunitafuta, kunishirikisha, lakini kuomba na yeye na kumtia moyo katika yaliyo mengi. Na kwa wakati Mungu sasa amekwenda kumuita. Nitoe pole kwa wanahabari wote. Kama tunavyofahamu Charles, Mungu alimpa neema, alimpa kipaji cha hali ya juu sana ambacho kiliweza kuonekana si ndani ya nchi tu, lakini hata nje ya nchi katika hali mbalimbali ambazo aliweza kuwavutia na kuwabariki wengi juu ya umakini wa kada hiyo alivyoweza kuitumikia. Nitoe pole kwa kanisa letu kuu la Mkunazini pale Zanzibar Unguja. Ninafahamu kwa namna moja au nyingine familia ya Mkunazini kimaanisha kanisa kuu, lakini na viunga vyake vingine, namna ambavyo msiba huu sio mwepesi hata kidogo, sio jambo lenye kubebeka katika mioyo ya kibinadamu, bali neema ya Mungu tu pekee yake inayotosha. Lakini pia nitoe taarifa tena za msiba wa Judge Mandia. Amefariki usiku na taarifa zinaendelea kuratibiwa vizuri tutaweza kupatiwa, ambaye ni Mkristo wetu wa kanisa kuu pale Mtakatifu Albano. Kwa tumewasiliana na familia wakiendelea kukaa katika vikao, watatupa utaratibu kamili. Tuiombee familia ya Judge Mandia. Mungu awape faraja, Mungu awape neema, na sisi pamoja kama familia ya Mungu tuweze kushiriki pamoja nao. Raha ya milele umjalie Bwana. Roho yake Mandia na roho za waaminifu kwa rehema ya Mungu wastarehe katika amani. Tafakari fupi ya neno la Mungu katika asubuhi ya leo tunaposindikiza mwili wa mpendwa wetu Charles Hilary itoke katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 na aya ile ya 36. Matendo ya Mitume sura ya 13
aya ya 36, na nitastiki zaidi na ile sehemu A. Mwandishi Luka katika Matendo ya Mitume anaandika na kusema, kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala. Nirudie tena maneno hayo. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala. Kifo kinatuthibitishia bila ubishi kwamba sisi wote hapa duniani tuwapitaji. Hatuna makao ya milele katika ulimwengu huu. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, tulio wengi hatutaki kukubali, kuupokea na kuuishi ukweli huu, kuona kwamba duniani sio mahali pa milele, bali ni mahali pa muda tu ambapo tunapita. Kwa hiyo tumekuwa tukiyatafsiri maisha yetu kwamba duniani ndio mwisho wa mwendo wetu. Lakini kwa tafsiri ya kifo inatudhihirishia wazi na kututhibitishia kwamba duniani tuwapitaji tu. Na kwa sababu hiyo kifo kimetafsirika kuwa adui wa furaha ya maisha ya wanadamu. Kwa maana mara nyingi kimetukuta katika hali tusiyojiandaa nayo, katika hali tusiyoipenda, katika hali tusiyotarajia. Lakini hiyo haitoshi kutuondolea watu muhimu ambao tunawahitaji sana katika wakati huo. Niliwaambia watu mahali fulani kwamba katika wanamuziki wa secular, mmoja wa wanamuziki ambaye falsafa yake iligusa sana kukitafakari kifo na kukiona kifo ni adui sana maisha ya wanadamu ni mwanamuziki Remi Ongala. Kifuatilia nyimbo za Remi zilizo nyingi, ameimba kuhusu kifo, kifo, kifo. Siku ya kifo, anaimba siku ya kifo wa ndugu. Sijifanya kiroho sana jamani, mnazijua hizo nyimbo. Anasema siku ya kifo wa ndugu kwa heri. Nyingine anaimba anasema kifo, kifo. Baba Ndomba, hao ndio waumini wako. Mimi najaribu tu kutrace. Kwa hiyo Remi anazungumza falsafa nyingi za kuhusu kifo, lakini ukiziangalia ndani yake zinatafsiri hofu ya mwanadamu kuhusu kifo. Na mahali pengine akaanza kuhitimisha kwa nafsi yake. Nafikiri ule wimbo wanaoimba ndugu kwa heri. Anasema siku ya kifo ikifika, siku yangu ikifika, kifo naomba tukubaliane mimi na wewe tukutane wapi? Kwa sababu mara nyingi kinatukuta katika mazingira ambayo hatukujiandaa nayo. Niambie nipate kuwaaga ndugu zangu, niwaage marafiki zangu na wengine wote. Alafu anasema hata kama ni hospitali Muhimbili, niambie nitakuja mwenyewe kwa miguu. Nikasema anaongea tu. Angeambiwa angekimbia nchi bila visa. Hakuna mwanadamu anayeweza kukabili kifo isipokuwa Kristo peke yake aliyeushinda uchungu wa mauti na kufufuka na kuwa hai. Sisi wote tunahitaji neema ya Mungu tu. Kibinadamu, kifo kibinadamu kimetafsirika kwa jambo la kuogofya, jambo lenye hofu, jambo tusilotamani tuweze kukutana nalo. Na ndio maana kinapotokea kinakuwa na maumivu. Inafahamu dada yetu Sara maumivu anayopitia kwa sasa na wengine wote. Na wakati mwingine kumekuwa na imani za tofauti kidogo. Unapotokea umefiwa na mume, umefiwa na mtoto, umefiwa na nani, tumekuwa na mafundisho potofu ya kuambia watu wajikaze, wasilie. Ukilia kana kwamba unakuwa sio wa kiroho. Sio kweli. Maandiko yanasema kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Kwa hiyo niseme kama una mahali pa kulia, pa kumlilia Charles, mlilie, ni wakati huu, ni wakati wako. Yaruhusu machozi yatoke, kwa sababu machozi nayo ni tiba, yameumbwa kwa ajili ya wakati huo. Na hiyo haikuondolei nafasi yako ya ukiroho wala thamani yako mbele za uso wa Mungu, lakini tulie kama watu wenye matumaini juu ya kifo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika mstari huu ambao Luka mwinjili anauandika juu ya maisha ya Daudi, kwamba akiisha kutumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, yani akafa. Kuna mambo gani ya kuweza kutafakari siku hii ya leo
tunapouaga mwili wa mpendwa wetu Charles Hilary ambaye Bwana naye amemwita na amelala mahali hapa. Jambo la kwanza ambalo tunaliona, Daudi anaposema kwamba pamoja na umashuhuri aliokuwa nao, Luka anasema pamoja na umashuhuri aliokuwa nao Daudi, lakini alifika mahali alilala. Tafsiri ya kwanza ni kwamba kifo kipo, sio jambo la kinadharia. Kifo kipo, na bahati mbaya sana ufahamu wetu wa kibinadamu katika ajenda zetu nyingi ambazo tunazo katika maisha ya kawaida, jambo ambalo hatuliwekei mkazo, halitulipi umuhimu na kuliona kwamba ni sehemu ya maisha yetu, ni kuhusu kifo. Tunaonekana kama ni jambo ambalo halijapangwa katika maisha yetu, lakini kama ambavyo imepangwa kuzaliwa, ndivyo ambavyo imepangwa kifo juu ya kila mwenye uhai. Na dhana hii hata tukiikataa, lakini katika mwendo na mfumo wa maisha inajidhihirisha wazi kwamba wanadamu tunaukataa ukweli ambao tunauishi. Wanaopanga mipango miji wakitaka kuseti eneo kwa ajili ya makazi, wataweka eneo la makazi ya kawaida, eneo la biashara, wataweka eneo la soko kwa sababu wanajua watu wanaoishi hapa kuna wakati watakwenda sokoni. Wataweka eneo la hospitali na huduma nyingine mbalimbali za jamii kwa sababu watu watataka kuhudumiwa. Lakini bado ramani ile haikamiliki. Ili ipitishwe na watu wa mipango miji, lazima kuwe na kipande cha mahali pa kuzikia. Maana yake nini? Kwamba hawa watu wataishi mahali hapa, watafanya shughuli zao, lakini kuna siku watakufa, watahifadhiwa mahali hapa. Kwa ile tu pekee yake ramani ya maeneo inatukumbusha wazi kwamba tutaishi, tutazunguka katika dunia, lakini kuna siku tutalala. Mahospitali yanajengwa makubwa tu, dawa zitawekwa za kila aina, madaktari bingwa watakuwepo, na huduma nyingine mbalimbali nyingi za maana zitakuwepo ili kutunza na kuokoa uhai wa mwanadamu. Lakini ndani ya hospitali hizo, hasa hizo kubwa, lazima kuwe kuna chumba cha mochuari. Manake hawa watakao hudumiwa na madaktari bingwa, hawa ambao watakuja kutibiwa mahali hapa, lakini bado kuna jambo ambalo kibinadamu haliwezi kuepukika, linaweza likatokea, ambacho ni kifo, basi watahifadhiwa mahali hapa. Liturujia za imani mbalimbali za dini zote ulimwenguni, zote pamoja na kwetu wa Kristo, pamoja na kuwa na liturujia nzuri yenye kuelezea na kuratibu rituals mbalimbali zikiwemo za ubatizo, kipaimara na vingine mbalimbali, ndoa, hakuna liturujia hata moja itakayokuwa imekamilika ya imani yoyote isipokuwa liturujia hiyo iwe na sehemu ya mazishi. Kwa maana watu hawa wataishi, watamwishia Mungu wao, watamwabudu Mungu wao, lakini kuna siku watakufa. Mgeukie jirani yako, mwambie kifo kipo. Tafsiri hiyo ningetamani ikae ndani yangu, ikae ndani yako, ili tunavyoishi katika ulimwenguni hapa tusiwe tu watu wa kufanya ghasia tukizunguka huku na kule, bali tuwe ni watu ambao tunaishi tukijua kwamba kuna siku tutaondoka na kuiacha hii dunia, na kwa sababu kifo kipo. Na labda niseme hii katika mtazamo huu, katika mazingira ya ulimwengu wa sasa, tunapaswa kukumbushwa na kujua kama kifo kipo, lakini tujiulize swali moja: nani anayepaswa kuruhusu kifo katika maisha ya mwanadamu? Nani anayepaswa kuruhusu mauti juu ya maisha ya wanadamu? Tunaishi katika nyakati ambazo wapo watu ambao wanadhani wana haki na uhalali juu ya uhai wa watu wengine, kwamba nani aweze kuishi na nani hana haki ya kuishi. Matendo tunashuhudia sasa katika jamii yetu ya Watanzania yanashuhudia wazi kwamba wapo wanadamu ambao wamepora mamlaka ya Mungu. Wamepora mamlaka ya Mungu, kwa sababu mwenye kutupa uhai ni Mungu, na mwenye mamlaka ya kuondoa uhai wa mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Unawezaje kuvuna katika mti ambao hukupanda? Unatoa wapi mamlaka hiyo?
Kwa hiyo kama Mungu ndio mwenye kutoa uhai wa mwanadamu, kumpa mwanadamu uhai na haki ya kuishi, mwenye mamlaka ya kuiondoa haki ya mwanadamu kuishi ni Mungu mwenyewe aliye asili ya uhai wetu, na anajua wapi anatupeleka baada ya kutoka katika mwili huu. Nalisema hili kwa sababu ya hali inayoendelea sasa, watu wengine kuuawa, kutekwa, kuvamiwa, kupigwa na mengine mbalimbali. Wote wanaoyafanya hayo wajue kwamba wanapora mamlaka ya Mungu, wanapora haki ya Mungu. Hata kama kifo kipo, lakini nani mwenye kuruhusu kifo? Nani mwenye mamlaka juu ya kifo? Mungu mwenyewe, mwache aruhusu atakavyoruhusu. Akiruhusu tuondoke kwa magonjwa, tuondoke na kitu kingine, sawa, lakini mwanadamu awaye yote hana mamlaka ya kuingilia uhai wa mtu mwingine. Wewe unayeondoa uhai wa mwingine, ipo siku wa kwako utaondoka pia, kwa sababu hakuna mwenye mamlaka juu ya kifo. Kwa pointi yangu ya kwanza ni kwamba tufahamu kwamba kifo kipo na hakuna mwanadamu aliye nje ya kuweza kuwa na mamlaka zaidi ya mamlaka ya kifo. Hivyo tuishi katika hali ya unyenyekevu, tuishi katika hali ya utu, tuishi katika hali ya kuthaminiana, tukijua ulimwengu ni mahali pa muda tu, ni mahali pa kupita tu, ni mahali ambapo tumewekwa tu kwa wakati na Mungu mwenyewe kwa dhamana yake, na katika saa ambayo Mungu imempendeza mwenyewe ataweza kutuondoa kama alivyoturuhusu tuweze kuwepo katika ulimwengu huu. Lakini jambo la pili ambalo ningetaka kulisema katika hotuba hii tulivyomwaga ndugu yetu Charles, swala sio kwamba kifo kipo tu na kinatokea katika mazingira gani, basi tuache katika mikono ya Mungu, lakini tunakufa baada ya kufanya nini? Yaani kifo kinakukuta katika mazingira gani? Maandiko niliyosema nasema kwamba Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Kwa hiyo kifo kilimkuta ameshatimiza wajibu wake, ameshatimiza kusudi lake ambalo Mungu amemweka katika uso wa dunia. Jackson, nitakufa, wewe pia utakufa, lakini je, kifo kitakutana na mimi baada ya kutimiza nini? Daudi baada ya kutimiza shauri la Bwana akalala. Je, mimi nitakufa baada ya kutimiza nini? Nisema maneno haya kwa sababu Mungu ndiye anayeruhusu uhai wetu tuzaliwe katika ulimwengu huu tuweze kuishi. Mungu anakusudi na kila mwanadamu kuwepo katika ulimwengu huu katika wakati alioruhusu mwanadamu huyo awepo duniani. Nisema maneno haya, ulimwengu tulionao tumeukuta. Kuna wakati ulimwengu ulikuwepo, lakini sisi wote hapa ndani hatukuwepo, lakini ulimwengu ulikuwepo au dunia ilikuwepo. Tutaendelea kuishi, sawa, lakini fahamu kuna wakati dunia itaendelea kuwepo, sisi wote hapa ndani hatutokuwepo. Fanya mazoezi, kuwa na bima yenye kiwango cha juu na kila kitu, lakini naweza nikasema kwamba miaka 100 ijayo sisi wote hapa ndani hatupo. Mimi sipo, wewe haupo. Najua sio habari njema kuisikia, upende kuisikia, lakini in 100 years to come hatutakuwepo. Kwa nini hatukuwepo? Hatukuwepo kwa sababu halikuwepo kusudi la sisi kuwepo. Kwa nini miaka 100 ijayo hatutokuwepo? Hatutokuwepo kwa sababu hakuna sababu ya kutufanya tuwepo. Kwa nini tupo? Tupo kwa sababu lipo kusudi la Mungu la kutufanya tuwepo. Na kama lipo kusudi la Mungu la kutufanya tuwepo, nijiulize Jackson, ninavyoishi katika nafasi yangu, katika dhamana ambayo Mungu amenipa, je, ninalitumikia shauri la Bwana? Ninalitumikia kusudi la Mungu? Ninayaishi mapenzi ya Mungu? Unajua hakuna mwanadamu anayekuja duniani pasipo ajenda ya Mungu kuwemo ndani yake. Wasomaji Biblia mnafahamu habari za Yeremia. Anaambiwa Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, nalikuita wewe wangu, nimekuweka kwa ajili ya shauri 1, 2, 3. Kwa hiyo kabla ya Yeremia kuumbwa lilitangulia kusudi la Mungu, na kabla ya mwanadamu yoyote kuumbwa lilitangulia kwanza kusudi la Mungu la huyo mwanadamu kuumbwa. Pasipo kusudi hakuna sababu ya mwanadamu kuwepo. Ndipo ambapo mwandishi anasema Daudi
akiisha kulitumikia shauri la Bwana, kwa sababu ndio ajenda iliyomweka duniani, akalala, akaondoka katika dunia. Yesu wakati anatishiwa na Pilato kwamba unajua nina mamlaka ya kukufungua na kukufunga katika ile kesi ya usiku ule, Yesu akamwambia nini Pilato? Akamwambia, sikiliza Pilato, usinisumbue, usinitishie kwa ajili ya msalaba. Nilizaliwa kwa ajili ya haya, nilizaliwa kwa ajili ya msalaba, na kwa ajili ya msalaba nilikuja ulimwenguni. Mgeukie jirani yako muulize, hayo unayoyafanya ulizaliwa kwa ajili ya hayo? Ukimwona yuko serious, unajua anapambana na hali yake huko ndani. Inawezekana tumeacha ajenda ya Mungu katika kuishi kwetu, tumeishi ajenda zetu wenyewe. Na ndio maana wakati mwingine taabu zimetupata, shida zimetupata, adha zimetupata, kwa sababu tumemwacha yeye aliye asili ya uhai wetu, aliyekuwa na kusudi kwa ajili ya maisha yetu. Charles ambaye amelala mahali hapa, nafahamu kila mmoja kuna namna ambavyo anaweza kumfahamu. Tukisema watu wasimulie, kila mmoja anaweza kasimulia kwa namna zake mbalimbali. Lakini mimi nikimwangalia, namuona ndani ya moyo wake, katika uhai wake, ni mtu aliyeishi duniani akijua duniani ametumwa kuja kufanya nini. Kwa kifupi nikasema hivyo. Unajua kuna watu wanaweza kawepo mahali duniani wasijue amekuja kufanya nini. Lakini tafsiri ya maisha ya Charles yanatuonyesha wazi kwamba alijua duniani amekuja kufanya nini. Wingi wa watu unaoona mahali hapa ni ashirio tosha kwa namna gani ambavyo ameweza kuyagusa maisha ya watu wengine katika ngazi mbalimbali, kwa namna gani amekuwa baraka kwa namna moja au nyingine. Nilisema mahali fulani, nadhani hapa Ubungo kwenye ibada moja, kwamba ukiishi katika dunia na usiaguse maisha ya mtu yoyote, wasiwepo watu ambao wameguswa kwa uwepo wako duniani, ufahamu wewe hujawahi kuishi, ulikuwepo tu duniani. Unajua kuna watu wanakuwepo katika familia, mnaweza kumzaliwa 6, kuna 2 wanaishi wanagusa maisha wengine, lakini kuna wengine wanakuwepo tu. Mimi 3 kuzaliwa, 4 mnachukua nafasi tu, lakini we don't see any impact kwako. Charles ameishi kwa impact, ameishi hajakuwepo duniani. Kwa kuna watu wanakuwepo duniani na kuna watu wanaishi duniani. Wanaoishi ni wale ambao wanajua wamekuja duniani kufanya nini na kusimama katika ile kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Maisha ya Charles yanajieleza katika maeneo mengi sana tu. Nimezungumza pa mwanzoni wa kwanza ibada katika maisha ya Charles. Charles alikuwa ni mtu mwenye kulipenda kanisa, mwenye kulipenda kanisa lake, lakini pia mwenye kupenda ibada. Unajua baadhi ya watu maarufu walio wengi wanadhani umaarufu ndio utoshelevu wa maisha yao na hawamhitaji Mungu. Wanadhani kuinuliwa kunaweza kuwa mbadala wa Mungu, lakini sio kwa Charles. Charles aliishi maisha ya kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Hakuweza kukosa kuja katika ibada kwa siku zote za ibada pale ambapo ratiba iliweza kumruhusu. Hiyo haitoshi. Hakuacha kuwa mstari wa mbele katika kujitoa katika kazi za kanisa katika mambo mbalimbali. Amekuwa muumini wa kanisa hili tangu tukiwa na kanisa lile dogo mpaka kufika kanisa la mahali hapa. Tunafahamu wana Bartimayo mchango wa Charles katika kanisa hili. Kwa kawaida hapa huwa kuna mashindano ya umaki na ubaki, wanawake na wanaume. Kama huu msiba umekuwa mkubwa kwa wengi, lakini ni msiba mkubwa zaidi kwa wanaume wa kanisa hili. Ninafahamu. Mara ya mwisho baba kasisi mlikusanya kiasi gani? Milioni 100 milioni 180 cash. Na hayo mashindano wakina mama, okay, by the way alishinda nani, wanawake wanaume? Okay, tuache kwenye matokeo. Lakini ninachotaka kusema ni hiki, Charles ikifika masuala ya mashindano ya utoaji kwa siku hiyo, na hasa kipindi hiki cha karibuni ambacho tayari ameshahamishiwa Zanzibar kikazi, alikuwa anasafiri na mke wake Sara timu umaki, Charles timu ubaki. Wanasafiri kwa gharama zao kuja Dar es Salaam
na sio kusafiri tu, kuhakikisha kila upande unashinda. Kama mwingine ndio uko Zanzibar ukisema unajua baba padri mimi kwanza sipo, basi Mungu awatie nguvu, tuko pamoja kiroho. Haikuwa hivyo kwa Charles. Alilijua kusudi na shauri la Mungu alilomweka katika uso wa dunia, akafanya kwa sehemu yake, alijitoa kwa moyo. Kuna jambo la kujifunza kutoka kwake. Alipenda kanisa lake, alipenda ibada, alipenda kujitoa. Yapo yaliyo mengi, maisha ya familia. Charles alikuwa ni baba wa familia. Charles hukuweza kumkuta amekaa katika ibada peke yake pasipo Sara pembeni yake, mke wake. Unajua kunaweza kuja hata kanisani lakini mmoja akakaa kulia, mmoja akakaa kushoto, na pengine mmoja akaja na usafiri huu lakini sio heko hivyo kwa Charles. Muda wote waliweza kuambatana. Kwa ninayaona maisha ya Sara kwa namna moja au nyingine yamejawa na huzuni kiasi gani. Lakini Sara sio wakati kukata tamaa na kurudi nyuma. Ni wakati kumwambia Mungu asante kwa maisha ya Charles uliyonipa kama zawadi katika wakati wa uhai wake. Charles alipenda familia yake. Watu mashuhuri walio wengi, umashuhuri unawainua na kuona familia haina kitu, familia haina msaada, familia haina lolote. Watu wengi wakiinuka ndivyo wanavyokwenda mbali na familia. Na nikamwambia watu mahali fulani maneno haya kwamba sisi wakina baba, Mungu atupe neema kuweza kujifunza kwa karibu. Wakati mwingine baraka ulizonazo hauko nazo kwa sababu umesoma sana, kwa sababu una uwezo sana, no, kwa sababu tu ya mke uliye naye. Amesoma hajasoma, lakini ndio ngazi yako ya kukuinua mahali ulipo. Unayeambatana naye ana nguvu katika wewe. Charles aliona siri hiyo, na akamruhusu Sara amtumikie Mungu kwa nafasi yake, lakini na yeye pia Charles akafanya kwa sehemu yake. Charles alikuwa ni baba wa familia. Niliwaambia mahali fulani kwamba baba wengi hatuna muda na familia. Tupo wenyewe tu, tunafanya vitu wenyewe tu. Na wakati mwingine majukumu yametuzidi. Nikamwambia mfano wangu mwenyewe binafsi shuhuda. Wakati fulani niko masomoni, mtoto wangu amezaliwa wa pili wa kiume na mwaka ana miezi 6. Nikaenda masomoni nje ya nchi, nimerudi na mwaka 1.5. Nimekaa sebleni, nilifika usiku, asubuhi sasa niko sebleni, ndio naye ameamka akaniangalia akaniita anko. Sasa fikiria bwanao kumzaa anakuita anko. Nikamwambia wewe mimi sio anko babako. Anasema wewe anko. Nikamwambia mamake hii inakuaje? Akasema ndio umezidi kukaa mbali na watoto, babako anakuita anko. Sasa anko, inawezekana kuna manko wenzangu hapa ndani. Kama wa baba tuwe nafasi ya familia. Pamoja na majukumu yote tulionayo, kuna wakati majukumu tutastaafu, hatutastaafu kuwa sehemu ya familia. Iweke familia kwa sehemu ya mbele katika maisha yako. Charles anatufundisha kwa vitendo jambo hilo ambalo ni muhimu. Aliweka familia karibu. Lakini Charles si hivyo tu. Charles amekuwa na mchango mkubwa sana, ambapo najua kesho katika ukumbi wa Idris Abdul Wakili pale Zanzibar, wengi watasema katika sehemu la mambo ya serikali na jamii na vitu vingine mbalimbali, hata kama hapa pia napo watasema. Lakini Charles amekuwa na mchango mkubwa kitaifa na kimataifa katika eneo lake la habari ambalo Mungu alimuita. Lakini pia hata nje ya mipaka hiyo, Charles amekuwa mshauri katika mambo mengi sana. Charles amekuwa ni mtu mwenye kupenda amani kwa kiwango cha juu sana. Na ucheshi ambao Mungu alimpa, mnaweza mkamna jambo gumu sana, yeye akafanya kituko tu, mkacheka mkamaliza issue yote pale, mkaanza na mwanzo mpya. Mliofanya nayo kazi mnamfahamu kwa karibu zaidi hivyo. Ucheshi wake, uwezo wake, umahiri wake katika mambo yaliyo mengi yameweza kuwagusa wengi. Naamini hata kuna wanahabari wengi ambao Charles ni role model wao katika mambo mengi katika jamii hii ya Watanzania, hata nje ya mipaka ya Watanzania. Charles alikuwa na upendo wa kumjali kila mtu. Hakuangalia umaarufu wake kwamba achague aina ya watu wa kuassociate nao. Hakuwa mtu wa jinsi hiyo. Aliweza kumsaidia kila ambaye mkono wake uliweza kufika mahali hapo, na wakati mwingine pale usipoweza kufika alinyosha mkono zaidi aweze kusaidia. Hiyo ndio Charles ambaye leo amelala mahali hapo. Mtu aliyejua kusudi lake, aliyejua sababu ya kuitwa kwake, mtu aliyesimama katika zamu yake. Sijui mimi na wewe tutalala baada ya kutumikia nini? Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Mimi na wewe tutalala baada ya nini? Tutalala baada ya nini? Niliwaambia kitu hiki mahali fulani, mkono kama ni kituko.
nikasema kama mimi napenda sana kusikiliza wasifu wa marehemu, naomba nirudie neno lile nilolisema wakati fulani. Tukifika katika msiba wowote, katika eneo ambalo niko very interested ni kusikiliza wasifu wa marehemu. Huyu aliyelala hapa katufanyia nini? Nikasema wakati mwingine mnafika mahali ndugu mnatuchosha tu. Marehemu unaanza kutuelezea tu alitoka sijui alizaliwa, akaja sijui akaugua, akapelekwa Mloganzira, akapelekwa sijui Muhimbili, akapelekwa sijui akapelekwa wapi, baadaye akaja sijui akatoka, akapelekwa Mwananyamala sijui nini, baadaye ndio akaja akafa. Akasema msitutajie hospitali, hizo tunazijua, lazima kama aliugua apite huko. Semeni alifanya nini? Kama hakufanya kitu, semeni tu marehemu alizaliwa, akazurura, akafa. Full stop. Sisi tuendelee na ratiba nyingine. Lakini kwa Charles nina hakika wasifu wake umesheheni vitu vingi vya msingi, kiasi cha kwamba hata watu wanafika mahali pengine mnavipunguza kwa sababu ya kuokoa muda. Mambo aliyofanya ni mengi. Hebu umewahi kujiuliza, mimi nikilala wewe ukilala, wasifu wako utaeleza nini? Marehemu alizaliwa akakopa hakulipa. Marehemu alizaliwa, Biblia ikasema kwamba wanadamu huzaliwa hufanya ghasia, akizunguka zunguka tu akiweka akiba asijue atakayechukua. Maana nini? Kuna watu ambao wanaishi pasipo malengo katika hii dunia. Charles haikuwa hivyo. Haina maana ibada hii kuja kumsindikiza Charles halafu isituguse sisi tukajifunza vitu kutoka kwake. Haina maana. Haina faida hata kidogo. Lazima tujifunze jambo kutoka kwake. Kama mwenzetu aliyelala mwendo ameumaliza, imani imeilinda, yeye kwa sehemu yake alifanya haya, sisi je, tunafanya nini kwa sehemu yetu? Daudi akiisha kutumikia shauri la Bwana akalala. Ana mchango mkubwa sana katika maeneo mbalimbali. Kanisa la hapa, kanisa la Zanzibar hakujua kumdharau mtu Charles. Hakujua. Eneo la mwisho niseme hivi, kama kifo kipo, tumeitwa kwa ajili ya kusudi la Mungu kuliishi katika dunia. Jiandae sasa wakati wa kuitwa kwetu. Muda bado upo wa kuweza kubadili maisha, kubadili mfumo wa maisha, tukaishi vile ambavyo Mungu anataka tuwe na sio sisi tunavyotaka tuwe au jamii inavyotaka tuwe. Tujiandae. Duniani hatuna mji udumuo. Tutaondoka tu. Katika dibaji itakayosomwa katika misa takatifu pale kuweka wakfu takatifu, inasema kwa maana maisha ya waaminifu wako Bwana hayaondolewi bali yabadilika, na nyumba ya maskani yetu hii ya dunia ikiharibiwa, tunayo katika mbingu nyumba iliyo ya milele. Maana yake nini? Kifo ni kubadilisha tu, change of state, kutoka katika hali hii kuingia katika hali nyingine. Je, tunayaandaaje maisha ya baadaye? Tunajipangaje? Maandiko yanasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika, kwa maana matendo yao yatafuatana nao. Mimi je, matendo gani yatanifuata baada ya kuondoka? Wewe je, matendo gani yatakufuata baada ya kuondoka katika dunia hii? Dunia tunaishi kwa kitambo kidogo sana. Hata ukiishi miaka 80, miaka 90, bado kuna miaka ya milele iliyoko mbele yetu. Tumejipanga nayo vipi? Tumejiandaa nayo vipi? Na hata uwe na nguvu kiasi gani, kuna siku nitaondoka, kuna siku utaondoka. Nimalizie kwa ushuhuda huu wa Michael Jackson. Michael Jackson yeye alikuwa na hofu ya kifo, lakini pia alikuwa na ndoto zake, na akasema katika ndoto zake mambo mawili lazima yafanyike. La kwanza, atahakikisha anakuwa mwanamuziki maarufu wa dunia katika muziki wa hip hop. Na ni kweli alifanikiwa, akawa mwanamuziki maarufu sana katika ulimwengu mzima katika engo hiyo aliyoichagua. Lakini jambo la pili akasema, hata kama Biblia imesema kuishi kwa mtu ni miaka 80, miaka 70 akiwa na nguvu miaka 80, yeye akasema kwa sababu ana pesa na ana umaarufu ataishi miaka 150, isiyopungua 150. Na akaanza mkakati wa kuhakikisha anaishi miaka 150. Nataka nizungumze kuhusu habari ya kifo kwako na mimi. Miaka 150. Kama tujiandae, kuna siku tutaondoka tusipodhani. Na kuhakikisha anatimiza ndoto yake miaka 150, akahakikisha ana madaktari 12 kutoka California na Los Angeles ambao ni madaktari bingwa wa kuratibu afya yake. Kila siku kupima pressure, sukari, kila kitu katika mwili wake, body temperature, kila jambo. Lakini madaktari akamwambia, okay, unaweza kupata tatizo la ghafla, pengine ukatakiwa kuwekewa figo au kuwekewa kiungo fulani, itakuwaje? Akatafuta watu 50
ambao viungo vyako vinarandana na viungo vyake kwa kufanyia replacement, watu wale wakaingia katika mkataba na Michael Jackson kwamba wao watakuwa ni wanaishi lakini wakiwa na viungo vya replacement ya nani? Ya Michael Jackson. Kwa hiyo watu wale unalipwa mshahara kwa sababu una figo ya akiba ya Michael Jackson. Hivyo. Kwa hiyo wameishi, wanakula kama anavyokula Michael Jackson. Wanalipwa mshahara, wanatunzwa kama anavyotunzwa Michael kwa sababu hawa ni Michael namba 2. Wana spare parts za Michael Jackson. Watu 50. Ameishi hivyo, chumba anacholala, kitanda kina temperature yake inapimwa iko ngapi, asije kasufocate kila jambo. Amekwenda alivyokwenda akiwa na ndoto ya kuishi miaka 150. Akiwa na miaka 50 alikatika ghafla akafa. Hatuishi kwa sababu tuna pesa au tuna umaarufu. Tunaishi kwa sababu uhai wetu umefichwa na kuhifadhiwa katika Yesu Kristo na katika Mungu mwenyewe aliyetupa dhamana ya kuweza kuishi. Ndipo kwa kulifahamu hilo, mtunga Zaburi wa 39 aya 4 akasema, Bwana, nijulishe mwisho wangu na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Sisi binadamu tu dhaifu. Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Mungu anipe neema. Mungu akupe neema. Usiishi kwa hasara. Chaza imeishi kwa faida. Nasi tuishi kwa faida, tutumikie shauri la Mungu lililowekwa juu yetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.